Klabu ya Simba tayari wameshawasili katika mkoa wa Lindi huko Ruangwa tayari kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League dhidi ya Namungo kutoka huko katika uwanja wa Kassim Majaliwa Lindi. Tunakwenda kuzungumzia mchezo huu kinagaubaga, na ni miongoni mwa michezo ambayo watu wengi hawaitazami kama ni mchezo mgumu kwa Simba, lakini Namungo wenyewe ikoje licha ya kwamba wamekuwa wana ups and downs nyingi. Niko hapa na Shabir Daniel, langu jina la Leopard John, tukaenda kuangazia mchezo huu kinaga ubaga, bila kusahau ni mchezo ambao unampeleka Simba katika nafasi nzuri, hasa katika mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Shabir, ni mara nyingine tena Simba dhidi ya Namungo Football Club, ligi kuu ya NBC Premier League. Namungo ambayo iko chini ya mwalimu Juma Ramadhan Mgunda. Ni mchezo wa aina gani ambao tunakwenda kushuhudia weekend hii? Ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili kwa sababu Namungo ipo nyumbani. Ni uwanja ambao msimu huu amekuwa akikusanya alama nyingi kuliko akiwa anacheza ugenini. Kimtazama kwenye msimamo, Namungo ipo nafasi ya 10 na alama 22. Kwenye alama 22, alama 16 amezipata akiwa anacheza nyumbani. Kwa hiyo inakuonyesha ni timu ambayo iko strong katika uwanja wa Kassim Majaliwa Ruangwa huko katika makazi yao Lindi. Kwa hiyo ni mechi sio nyepesi sana kwa Simba, lakini mimi hofu yangu kidogo kwenye mchezo huu kwa Namungo ni kwamba wamekaa muda mrefu bila kucheza mechi ya ushindani. Mechi ya mwisho wamecheza na JKT ilikuwa Aprili 4 kama kumbukumbu ziko sahihi. Kwa hiyo kuna muda mrefu sana umepita hapo katikati, hawajapata mechi ya ushindani. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, Shabel, timu kwa muda mrefu pasipo na kucheza, hiyo inakuwa ina faida ama inakuwa ina hasara? Ina hasara kwa sababu moja, inavuruga, inaondolea rhythm wachezaji. Inawezekana wachezaji wako kwenye momentum ya kucheza vizuri, kupata matokeo, lakini unaposimama mili nayo inasimama. Kwa hiyo inakuwa mili haipo active ya wachezaji. Kwa hiyo mje tena katika mechi yenye ushindani, yenye intensity kama ya Simba, kidogo inaondolea rhythm. Inaondolea ile rhythm ya uchangamfu wa kucheza kwenye mechi yenye intensity kama ya Simba. Kwa sababu Simba unataka kucheza mechi kama 4 ndani ya siku 13. Mechi tena zenye ushindani na intensity. Kwa wao performance kwenye condition, physical condition, watakuwa wako vizuri. Mili ya wachezaji wa Simba itakuwa ipo active kuliko wachezaji wa Namungo. Kwa hiyo hii ndio hofu yangu. Namungo amekaa muda mrefu sana bila kupata game yenye kiushindani. Kwa hiyo kufanya mazoezi pekee hakutoshi. Yaani training session hazifanani na mazoezi uwanjani. Kwa hiyo hilo ndio eneo ambalo binafsi linanipa mashaka kuona kama Namungo wanaweza kuwa tayari kushindana na Simba ambao wapo kwenye mwendo na momentum nzuri ya kiushindani kiwanjani. Kuna friend matches ambazo Namungo walikuwa wanazicheza hapa. Hizo hazitokuwa zimewatengenezea ile momentum wachezaji, lakini pia physicality kuelekea mchezo dhidi ya Simba, kwa sababu tayari kwenye mentality walikuwa wanaifikiria kwamba ni mchezo mgumu na wakaamua kujiandaa kwa zile training games ambazo walikuwa wanapata. Training games hazifanani na intensity ambayo utakutana nayo na Simba. Yaani ukitaka kipimo cha Simba bado ucheze na Simba mwenyewe. Yaani unapokwenda kucheza mechi ya kirafiki na wapinzani wadogo ambao hawafanani, at least ungepata game ambazo ni kwa level ya ligi kuu, hapo ningeweza kuelewa in terms of quality na intensity ile ya timu yenyewe ambayo mnacheza nao. Nafikiri wangepata kipimo sahihi, kwa sababu hizi mechi za kirafiki mara nyingi kama umehudhuria mechi za ligi kuu za timu za ligi kuu na timu za madaraja ya chini, yani unacheza na maelekezo bana, tunacheza mechi ya kirafiki ila hatutaki mtufike si nini na nini, sio msumiza wachezaji, chezeni fair, msuguseguse, mtusifikane sana. Sasa kwenye games za ligi kuu dhidi ya Simba hakuna hizo situation, si usinifike, si usifanyaje. Kwa hiyo kule timu zinapocheza hizi ndio mechi za kirafiki na hizi timu za ligi kuu, yani sasa unacheza umefungwa mikono nyuma. Uwezo yani una vitu unatamani kuvifanya, ufanye tackling, wape tough game, lakini wao hawataki. Kwa hiyo haiwezi kuniambia mimi kwamba inaandaa wachezaji vizuri kwa usahihi kuelekea mechi ngumu kama hii ya Simba. Sawa, tuzungumzie Namungo pia katika upande wao wa kiuchezaji. Fabrice Ngoi Wangoi amekuwa ni miongoni mwa washambuliaji bora msimu huu na namba zake zimekuwa hazidanganyi. Goli 8 kwenye huu msimu. Ni mchezaji ambaye klabu ya Simba inabidi wamwangalie kwa jicho la upevu, ama teamwork ndio msingi mkubwa wa Namungo Football Club?
Nafikiri individual huyu Fabrice Ngoe amekuwa na kiwango kizuri mbele ya lango. Magoli zaidi ya 8 sio kitu kidogo cha kuchukulia. Goli 8 hivi sasa. Kwa timu ya madaraja ya chini kumiliki striker ambaye anakufungia magoli kama hivi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni kama amekuwa reliable kwenye upande wao kufunga magoli. Lakini utegemezi sasa umekuwa mkubwa. Unajiuliza bila yeye magoli yake labda nani mwingine anaweza kachip in na magoli. Unamkuta mtu kama Masawe anafunga hapa na pale. Kina Helbert Lukindo hapa na pale. Erite Makambo yupo from the bench, anaweza kaingia, ni quality player from the bench. Anaweza kaingia muda wote na kuleta hatari langoni kwa sababu ya umbile lake, mipira ya vichwa, physicality ambayo yuko nayo inaweza ikaipa timu yoyote shida. Kwa hiyo Ngoi yes amekuwa ni mchezaji bora wa Namungo msimu huu, lakini hofu yangu kidogo kwa Namungo ni namna ambavyo hawawezi kushikilia uongozi kwenye mechi. Yaani wanaweza wakafunga kweli magoli, lakini safu ya ulinzi kina Hussein Kazi imekuwa haiwezi kuzuia ama kulinda uongozi ama kumanage mchezo. Hata kama mechi unaona hii ipo kwenye sare ya 0-0, yani Namungo anaweza akashikilia mechi mpaka mwisho, lakini mwisho wa siku wanafanya makosa mengi ambayo ya kiulinzi ya kiufundi ambayo yanapelekea wao concede magoli. Mfano mechi ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania wanaongoza goli 2, mentality wakarelax, JKT akafanya comeback ya goli zote 2 katika muda ambao ulikuwa umesalia kama dakika 20, mechi kaisha kwa sare. Kwa hiyo ni tatizo ambalo nadhani Mwalimu Juma Mgunda anapaswa kuwa amerekebisha, vinginevyo anakutana na Simba ambayo inahitaji alama, haipo kwenye mbio za ubingwa na records pia zinambeba katika uwanja huo wa Majaliwa. Anaweza kufanya matokeo, anaweza akakutana na mechi ngumu sana katika mchezo huu dhidi ya Simba endapo akiendeleza na makosa ambayo amekuwa akiyafanya. Sawa, kwa Simba tutegemee muendelezo wa pale ambako ameishia mchezo wa mwisho dhidi ya Fountain Gate, ama kuna kitu kipi ambacho kitatufanya tukishuhudie kwenye mchezo huu dhidi ya Namungo? Binafsi natarajia Simba wataendeleza pale walipoishia, kwa sababu nikiwatazama Namungo sioni kama timu ambayo inaweza ikawapa sana upinzani Simba. Yaani naangalia kikosi chao bado sifurahishi sana na uchezaji wao, kwa sababu wanacheza sana individual. Yaani wategemea sana uwezo wa mchezaji binafsi kuweza kupata matokeo kwenye mechi zao, lakini as a team bado unaona ni kikosi ambacho kina mapungufu mengi ya kiufundi. Sasa sijui nini ambacho kinaendelea kwenye timu yao msimu huu. Labda inawezekana wao kuwa kwenye nafasi ambao wapo comfortable, nafasi ya 10 kwenye msimamo, ni kama vile wanajiona wapo sehemu salama, kwa sababu ukiangalia nafasi waliopo, ukiangalia na alama ambazo wamedondosha, light kama wangekuwa hawajakusanya alama nyingi mwanzoni hapa, nafikiri walikusanya alama nyingi mwezi wa 11 na mwezi wa kwanza, walishinda kama mechi 4 mfululizo hivi, zikatengenezea gap kubwa tu na kuwafanya wawe sehemu sahihi. Lakini baada ya hapo wakacheza mechi zaidi ya 8 bila, yani mpaka sasa hivi wamecheza mechi 8 mfululizo, hawajui ushindi unafanana nani. Kwa hiyo inakuonyesha mentality ya ile timu ya Namungo. Yani ni timu ambayo ni rahisi kurelax ama kuridhika na kile ambacho wameshakipata, na hii inaweza ikawapelekea mpaka tukashuhudia kama tuendelea na hii mentality wanaweza kujikuta na poromoka, kwa sababu gap la alama wao sasa hivi wana alama 22, nafasi ya 10. Hawa walipo chini hawapishani sana, yani tofauti alama 2, alama 3, alama 2, alama 3, alama 1. Kuna Mashujaa alama 21. Kwa hiyo wanapaswa kujikaza ili waweze kushinda, waanze kushinda mechi, kwa sababu kucheza mechi 8 mfululizo kwenye ligi, hasa ukiwa timu ya daraja kama Namungo, mechi 8 mfululizo hujapata ushindi, mwisho siku inaweza ikakupeleka pabaya, kwa sababu huu ni wakati wa mahesabu kama ninavyosema. Kuna watu wanapambana kutoshuka daraja, kuna watu wanapambania ubingwa, kuna watu wanapambania status zao za kubakia ligi kuu. Kwa hiyo Namungo wanapaswa kujitazama. Sawa, Namungo wanapaswa kujitazama, ndicho ambacho amewahasa Shabel Daniel kuelekea mchezo huo, na tumeona takwimu lakini pia uchambuzi ambao ni wa kina zaidi kutoka kwa Shabel Daniel ambaye ni mchambuzi kinara. Naitwa Leopold John, hadi wakati mwingine endelea kuwa nasi. Asante.